السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwafikia katika Markazu Salihin Al-Islami kuanza kutwalishana au kuelezana machache yaliyofungamana katika kitabu maarufu Matnul Ajurrumiyya. Matnul Ajurrumiyya ni kitabu kidogo sana kwa hajmi yake, ni kidogo sana katika nahwu, na yaliyomo ndani yake ni makubwa sana. Ingawaje ukikiangalia utaona ni karatasi kidogo, lakini ni kitabu ambacho kimekusanya mambo mengi, bali yatosha kwamba ndio ufunguo wa nahwu. Yoyote ambaye atakishika vizuri na akihifadhi na akielewe, insha Allahu Taala itakuwa amefungukiwa katika nahwu. Hatusemi ya kwamba ukimaliza Matnul Ajurrumiyya umejua nahwu yote, lakini twasema ukimaliza Matnul Ajurrumiyya wewe si mjinga tena katika ilmu nahwi. Itakuwa ni masala machache ndio ambayo kwamba ni kuyafanyia tahqiq. Ilmu nahwi ni katika ilmu ambazo la yastaghni talibul arabiyyati anhu. Ni ilmu ambayo yoyote anayetaka kujua Kiarabu hana budi, hana namna, lazima ajishughulishe na ilmu nahwi. Ilmu nahwi ndiyo wasila wa kukufungulia katika masomo yote. Ukitaka kuwa mtu wa usulul fiqhi, ilmu yako ya kwanza ya kujishughulisha nayo ni ilmu nahwi. Ukitaka kuwa mtu wa hadithi, ukitaka kuwa mtu wa fiqhi, ukitaka kuwa mtu wa sira, fani yoyote ambayo unataka kuisoma ili uielewe na ili uifanyie itqani, ni lazima kwanza uhakikishe umeifahamu ilmu an-nahwi. Ilmu an-nahwi ni ala. Hizi ilmu ziko mara mbili. Kuna ilmu ambazo kwamba zaitwa ala na kuna ilmu ambazo kwamba haziitwi ala. Ala ni ilmu ambayo waisoma si kwa sababu ya dhati yake, waisoma ikusaidie kuelewa fani nyingine. Hiyo ilmu huitwa ilmul ala. Kwa mfano, unaposoma nahwu, hausomi nahwu kwa dhati ya nahwu, bali waisoma nahwu ili uyaelewe maneno ya Mwenyezi Mungu, uelewe maneno ya Mtumi na uelewe maneno ya Waarabu. Kwa nini? Kwa sababu bila ya nahwu huwezi ukaijua Qur'ani, wala huwezi ukajua maneno ya Mtumi, wala huwezi ukajua maneno ya Waarabu. Ilmu al-ala ni kama mantiq. Mantiq ni ilmu al-alati. Kwa nini mantiq ni ilmu al-ala? Kwa sababu waisoma mantiq si kwa ajili ya dhati ya mantiq, waisoma mantiq ili irekebishe zile tafkiri zako mpaka mwisho, na baadaye uweze kujua zile kadhaya, kujua hichi namna gani.
Kwa hivyo ilmu nahwi ni ilmu muhimu sana, na mtu atakuwa ni mjinga hata akajua fani zote, muda hajajua ilmu nahwi atakuwa yahesabiwa kwamba nani ni mjinga. Na chimbuko la ilmu nahwi ni la zamani sana. Chimbuko la ilmu nahwi limetoka kwa al-Imam Ali ibn Abi Talib, yani kuanzia zama za maswahaba wa Bwana Mtume Muhammad, tayari ilmu nahwi imeanza kuchimbuka. Yule ambaye ni asili ya nahau kupatikana Abul Aswad ad-Duali. Abul Aswad ad-Duali ni tabi'i, hakumuona Mtume lakini aliwaona maswahaba wa Mtume. Yani yeye alipozaliwa tayari Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa ashafariki. Abul Aswad ad-Duali alipopanda sakafuni nyumbani kwake, juu ya sakafu, na ni siku ambayo kwamba ilikuwa ni Lailatul Muqmira, ni usiku ambao kwamba mwezi umetokeza vizuri, nyota zaonekana vizuri, na kule juu sakafuni alipanda na binti yake. Katika kuangalia zile nyota namna zilivyo, Abul Aswad ad-Duali akamuuliza binti, akamuuliza babake. Binti Abul Aswad ad-Duali akamuuliza babake, akamwambia ma ahsanu samai, ma ahsanu as-samai, ni nini uzuri wa mbingu? Kwa namna alivyozungumza mtoto, binti amezungumza ni istifham. Ma ni ismu istifham, yuuliza kumuuliza babake nini uzuri wa mbingu. Ma ahsanu samai, baba akaelewa kuwa ameulizwa. Binti ataka nini? Ataka jawabu. Abul Aswad ad-Duali akamwambia binti yake, akamjibu akamwambia nujumuha, ni nyota zake. Manake wewe umeuliza nini uzuri wa mbingu, baba akamwambia binti nujumuha, ni nyota zake. Binti akamwambia baba, ma aradtu hadha, mimi sikukusudia kukuuliza, inma aradtu taajuba, nimekusudia kustaajabu. Yani nimekusudia nikwambie ni uzuri ulioje wa mbingu. Abul Aswad ad-Duali akamwambia, ikiwa umekusudia kustaajabu usiseme ma ahsanu samai, sema ma ahsana samaa, hiyo ndio taajub, ni uzuri ulioje wa mbingu. Ma ahsana samaa. Asubuhi Abul Aswad ad-Duali arauka kwa Imamu Ali, na wakati wa Imamu Ali ndiye khalifa. Akaenda akamueleza hichi kisa. Sayyidina Ali akamwambia, hadha min mukhalatati al-arabi lilajami, wale wasiokuwa Waarabu wamechanganyika na Waarabu, yani watu wamesilimu, Wafursi, Wanani, Wahabasha. Waliposilimu, walipokuja wamechanganyika na watoto wetu mpaka wameanza kusahau lugha yao. Kisha Sayyidina Ali akamfanya imlai vitu vichache Abul Aswad ad-Duali katika nahau, akamfanyia vitu vichache kuwa maneno katika lugha ya Kiarabu, kuna kadhaa, kuna kadhaa, kuna kadhaa, kuna kadhaa. Baada ya kumfanyia ile imlai chache, akamwambia unhu hadha nahwa, fuata huu mfano huu, ni vile vilivyokueleza hivi. Abul Aswad ad-Duali ndipo akaanza kufuata yale maneno ya Waarabu kuyakusanya kusanya. Lakini wakati Abul Aswad ad-Duali ilikuwa ni kitu kichache. Kisha nahau baada ya Abul Aswad ad-Duali ikaanza kupata tatawur, na jina lake likabakia lile lile la Sayyidina Ali alilomwambia Abul Aswad ad-Duali unhu hadha an-nahwa, ili an-nahwa ikabakia vile vile, haikubadilishwa tena jina. Ikawa na tatawur, ilmu nahwi ikawa na tatawur mpaka wakaja hao mabingwa wenyewe, kina Sibawaihi na kina Imam al-Farra na kina Abu Amri al-Kisai,
kina al-Imamu Zajjaji, kina al-Imamu Sakaki na wengineo wengi ambao wakaiadilisha nahau mpaka ikawa nahau. Kisha baada yao wakaja wale ambao sasa waliamua kuifanyia basti, kuikundua, yani kuileta karibu kwa watu kuifahamu, kina Ibn Hisham al-Ansari, kabla yao kina al-Imamu Ibn Malik katika alfia yake na wengineo, wakaja wakafanya ikhtisari, na katika walioitumikia nahau sana ni huyo Ibn Hisham al-Ansari. Yeye ni mmoja katika wanazuoni aliyetumikia sana nahau, akatunga Qatrun Nada, akatunga ambao tuisomesha hapa, akatunga Mughni al-Labib na vitabu vinginevyo ambavyo kila kitabu kikiangalia ni kizuri, na alivitunga kwa mpangilio. Alianza chini akavipandisha mpaka akafika ile level aliyokusudia. Kwa hivyo nahau iliendelea namna hii, na wanazuoni walitunga vitabu vingi vya nahau, lakini miongoni mwa wanazuoni waliokuja wakaifupisha nahau katika kuieleza, na Mwenyezi Mungu amewatilia taufiki, ni huyu ambaye twasoma kitabu chake leo, al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad As-Swanhaji, wengine wasema ni As-Swinhaji bikasri swadi, ambaye maarufu baadaye alijulikana kwa jina la Ibnu Ajurrum. Ibnu Ajurrum huyu ni mwanachuoni mkubwa katika nahau ambaye aliishi Maghrib. Maghrib ni Morocco, sikuwa labda aliishi huko, aliishi Morocco tu, ambao kwa sasa yahesabiwa ni katika Afrika, Morocco, na aliishi katika mji wa Fas. Amekufa mwaka kizungu amekufa mwaka wa 1323, mwaka 1300 kizungu, ambapo sisi tuko 1400. Sisi tuko kizungu ni alikufa 1323, na sisi tuko 2000, tuko 2026. Kiislamu alifariki mwaka wa 723, ambapo leo sisi tuko 1448. Utajua zile karni ambazo amefariki kuanzia aondoke duniani. Yani amekufa 723 Kiarabu, sisi leo tuko 1400, karibu karni 7 zishapita. Alisa kadhalika, sio karibu, takriban karni 7 zimepita. Karni kwani miaka mingapi? Miaka 100. Yani kuanzia fariki mpaka sasa takriban miaka 700 ishapita. Huyu ni mwanachuoni Mwenyezi Mungu alimtilia taufik, akaiandika nahau hii. Alkalamu huwa lafdhu almurakkabu. Tukisema Mwenyezi Mungu alimtilia taufiki, twamaanisha takriban wanazuoni wote waliokuja baada yake walioiandikia nahau, takriban wote wamefuata mpangilio wake. Tukisema Mwenyezi Mungu alimtilia taufiki, twamaanisha hivyo. Takriban wanazuoni, nikisema takriban maana yake nazungumzia wengi wa wanazuoni waliokuja baada yake walioiandikia nahau, wengi wamefuata uslubi, wamefuata mfumo wake, ile alkalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bilwadhi. Sasa yule hubadilisha hichi, huongeza hichi, hupunguza hichi, lakini ukiangalia wote utaona uslubi wanaofuata ni ule uslubi wa al-Imam Ibn Ajurrum, na wasingelifuata uslubi ule ila ni baada ya kuona
natija na manufaa ya kile ambacho waliamua wakifuate katika kuandika. Kwa hivyo na sisi insha Allah tutatabaruku na hii Ajurrum yeye alipoiandika, kisha ile tuna kawakib tuisomesha hapa, si ndio? Ile kawakib hata ukiangalia jina lake imeitwa Al-Kawakib ad-Durriya ala mutammimati al-Ajurrumiyya. Al-Kawakib ad-Durriya ala mutammimati al-Ajurrumiyya, yani baada ya kutungwa hii, kisha alipokuja yule al-Imam al-Ahdal alipoiona hii akaamua yeye atunge ile kawakib kukamilisha baadhi ya vitu ambavyo havimo katika hii. Na ndio maana niliwaambia mwanzo, niliwaambia mtu akisoma hii mutammima au akisoma hii matnul Ajurrumiyya, nimwambia huwa hajamaliza nahau, lakini nimwambia huwa si mjinga tena katika nahau, maana kulikobakia ni kujiendeleza. Kwa hivyo insha Allahu na sisi tutasoma, tumwombeni Mwenyezi Mungu atufungulie na Mwenyezi Mungu atutie baraka, iwe darasa hizi ni sababu ya sisi kufungukiwa katika ilmu nahwi. Na niliwaambia wakati fulani katika darasa alfajiri, niliwaambia ufunguo wa kwanza wa ilmu ni kulipenda lile somo. Niliwaambia ufunguo wa kwanza wa somo ni nini? Ni kulipenda. Na sitaki nisikie kwenu yoyote aseme kwamba ilmu nahwi ni ngumu. Sitaki kuisikia hiyo lugha, kwa sababu mimi naitakidi kwa nahwu ni rahisi, na nataka na nyinyi muitakidi kwamba nahwu nini ni rahisi, ndio tuweze Mwenyezi Mungu akipenda tuweze kufungukiwa na fani kama hii. Ukianza kujenga katika mawazo yako kwamba nahwu ni ngumu, faraidhi ni ngumu, basi ile fikra ya kwamba ni ngumu itajengeka, kisha ile fani hutojishughulisha nayo kwa itikadi ya kwamba hii fani nini ni ngumu. Wakati mimi niliwaambia juzi hapa katika darasa Fathul Muin, niliwaambia hakuna fani nyepesi kama fani ya nahau. Niliwaambia kwa sababu fani ya nahau ni vitu ambavyo vimedhibitika, mudhafun ilayhi majrur, bas qiyama kisimame mudhafun ilayhi fa'ilun marfu'un, mpaka untoa kwenye sanda lao ulizona malaika kaburini, fa'il utaambia nini? Marfu'. Tafahamiana? Munada mudhaf ni mansub, khalas. Mpaka umesema mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, ikiwa katika maswali utaulizwa munada mudhaf hukumu yake nini? Kama Mwenyezi Mungu munada mudhaf mansub. Yani ni fani nyepesi, ni kule kujua tu hii munada mudhaf ni ipi. Chaelewana? Ni kule kujua tu hii mudhafun ilayhi ni, lakini ukishakuzijua hizo wewe dhibiti, ukishakudhibiti khalas, kulikobakia Waswahili wasema ni kujiongeza, si ndio hivyo? Kulikobakia nini? Ni kujiongeza. Yani baada ya kujua sasa kile ukionacho hichi nkile hichi khalas. Niliwaambia majuzi, nikamwambia kuna watu huona faraidhi ni ngumu. Faraidhi nyepesi, ni mahisabu tu, lakini ukisha kusomeshwa almas'alatu alaqdariyya, almas'alatu alaqdariyya ni moja ndio hivyo hivyo. Sawa, hata ukienda mahali pengine ukisikia haya ni yale. Almas'alatu algharrawain au mas'alatu algharrawain ni yapi? Ni huyu na huyu bas. Kwa hivyo hizi fani jiaminishe kwamba ni nyepesi, na wallahi mimi nazungumza mbele yenu, mutakapoitakidi kwamba nahau ni nyepesi, nyinyi nyote mtakuwa watu wa nahau na mutaipenda. Lakini kwanza mujiaminishe kuwa nini? Karisa wanisikia? Mujiaminishe kuwa ni nyepesi. Alidiriwe kwa alikwenda kusema kumewekwa vitabu, mimi sielewi. Sasa nataka uelewe, sawa?
Itikadi ya kwamba kumekuwa vitabu wewe huvielewi, ndio sasa uvielewe. Na miongoni mwa uslubu wa kusaidia kuelewa ni huu ambao taufanya. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri ad-dunya wad-din. Qala ash-shaykh al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud as-Sanhaji au as-Sinhaji الشهير بابن الجرومي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. Bismillahi, naanza kusoma kitabu hiki hali ya kutabaruku na jina la Mwenyezi Mungu Ar-Rahmani, mrehemevu mno, Ar-Rahimi, mwingi wa kurahamu. Al-kalamu, maneno, huwa al-lafdhu, nalo ni temshi, al-murakkabu, lililo pandamanishwa, almufidu, lenye kufidisha, bilwad'i, kwa weko, wa aqsamuhu, na vigawanyo vyake, thalathatun, ni vitatu: ismun, ni jina, wa fi'lun, na fi'li, wa harfun, na harufu, jaa lima'nan, iliyokuja kwa maana. Soma bismillahir rahmanir rahim. Soma bismillahir rahmanir rahim. Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i wa aqsamuhu thalathatun: ismun wa fi'lun wa harfun jaa lima'na. Nahau yetu yaanzia hapo. Alkalamu, maneno. Maneno fi istilahi nahwiyina, katika istilahi ya watu wa nahau. Alkalamu inda alarabi, maneno kwa Waarabu. Ni haya ambayo tutayazungumza. Kila lugha ina maneno yao. Waswahili tuna maneno yetu, wazungu wana maneno yao, wafursi wa ajami wana maneno yao, waturki na wale barbaros wale wana maneno yao, na kila watu maneno yao wana nidhamu zao ambazo kwamba wenyewe wamezipangia. Tunaposema alkalamu, sisi twazungumza alkalamu inda nahwiyina, twazungumza maneno kwa watu wa nahau. Maneno kwa watu wa nahau, ili yaambiwe ni maneno, lazima yawe na 1, 2, 3. Kwa maana yakikosekana haya ambayo tutayazungumza hapa mbele, yakikosekana hayo huhesabiwa sio nini? Si maneno. Tumefahamiana mashekhe? Hii ndio nukta ya kwanza. Sasa usije ukasema sisi ni wapokomu wengine, si ukasema na sisi wapokomu ni kila lugha maneno yao wana mipangilio yao, na haya tuyasomayo sisi ni mipangilio ya maneno kwa watu wa nani? Kwa watu wa nahau. Kwa watu wa nahau, kwa wao maneno yawe hivi. Aliposema alkalamu amefupisha, lakini katika vitabu vingine mkisoma mtaona mmeandikiwa alkalamu inda nahwiyina, si ndio? Mtaona mmeandikiwa hivi, alkalamu inda nahwiyina, maneno kwa watu wa nahau ni haya.
Tafahamiana? Kwa hivyo maneno kwa watu wa nahau lazima yakamilishe masharti mangapi? Manne. Watu wa nahau ili maneno yahesabiwe kuwa ni maneno, ni lazima hayo maneno yakamilishe masharti mangapi? Manne. Sharti la kwanza ni al-lafdhu. Ili maneno yawe ni maneno lazima iwe ni al-lafdhu. Al-lafdhu ni tamshi, na imeitwa al-lafdhu katika lugha ya Kiarabu lafadha, ametema. Lugha ya Kiarabu lafadha, ametema. Yani ukichukua kitu ukitia mdomoni kisha ukikitema utasema lafadhtu, nimekitema. Hata mkisoma katika sira ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika vita vya Uhudi, yule Wahshi baada ya kumuua Sayyiduna Hamza ammi yake Mtume, Hindu bintu Utba ambaye alikuwa ni mke wa Abu Sufyan, alisilimu baadaye. Hindu bintu Utba alipokuja kuona ule mwili wa Sayyiduna Hamza alimpasua tumbo, akavitoa vitu vya ndani. Katika sira mkisoma ni kwamba vile vitu alivitia mdomoni. Katika sira wamesema falakaha. Fala maana yake alivitafuna, laka ametafuna, akavitafuna vile vitu, yani maini, akavitafuna vitu vya ndani. Ni Hindu falakatha, sio falaka, ni mwanamke. Falakatha, akavitafuna. Thumma lafadhatha, katika siri imekuja hivyo, thumma lafadhatha, akafanya nini? Akavitema. Kwa hivyo lafadha ina maana ya nini? Kutema. Lafadha, ametema. Tufahamiana mpaka hapo? Temshi limeitwa al-lafdhu kwa sababu umelitema. Al-lafdhu imeitwa al-lafdhu kwa sababu ufanya nini? Umelitema. Haya ninayozungumza mimi silikuwa yako ndani, nafanya nini? Nayatema. Maadamu nimelitoa ndani nikalitema, likaitwa nini? Al-lafdhu. Mwenyezi Mungu asemaje kwenye Qur'ani? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, katika sura Qaf. Ma yalfidhu min qawlin, tafsiri yake hatemi neno lolote, illa ladayhi raqibun atid. Kwa hivyo sharti ya kwanza, ndugu zangu, maneno yawe ni maneno. Sharti ya kwanza ni iwe nini? Ni al-lafdhu, iwe kimefanywa nini? Kimetemwa. Kwa mfano nimesema dharaba, ile dharaba nimeitema. Tufahamiana? Ikiwa kitu hakikutemwa, hata kama umeelewa, haihisabiwi kwamba ni kalam kwa watu wa nahwu. Kwa mfano hapa mimi nikamwambia huyu Salim Fosi, huyu nikamshiria hivi, Salim Fosi ameelewa nini? Au nyinyi mtaelewa nini? Simama, si ndio? Nikamwambia nyinyi mmeelewa nini? Ustadhi amwambia Salim Fosi afanye nini? Atoke. Nikamwambia nyinyi mmeelewa nini? Naambia Salim Fosi afanye nini? Kwa watu wa nahwu swali ni hili, je, nimetema au nimeshiria? Kwa watu wa nahwu si maneno hayo. Hata kama nyinyi mumeelewa ya kuwa ustadhi amemwambia Salim toka, amemwambia keti, amemwambia simama, hata kama mumeelewa, lakini kwa watu wa nahwu haihesabiwi kwamba nini hayo ni maneno. Sharti ya kwanza ya al-kalam lazima iwe nini? Al-lafdhu. Tumesema al-lafdhu nini? Liwe ni kitu ambacho kwamba kimetemwa. Kiswahili tunasema iwe nini?
ni temshi. Tafahamiana mashekhe? Basi huu ndio mfano wa kwanza. Kwa mfano nyinyi mkitembea barabarani, mkitembea hii barabara hii, hamupiti sehemu nyingine mkoona kumeandikwa slow down? Hamjaziona? Kwa mfano barabarani mara ukaona imeandikwa, kuna kiaro, unajua aro? Yaani kuna ishara imeonyesha kwamba huko ukishika barabara hii uenda mahali fulani. Simuziona hizo aro hizo? Kwa watu wanahau ni kalamu, ile ni kalamu. Kwa nini si kalamu? Haijatemwa. Wewe shika hapo kwamba sharti ya kwanza ya alkalam lazima iwe nini? Ni al-lafdhu, ni kitu ambacho kimetemwa. Kwa hivyo kitu ambacho hakikutemwa si alkalam. Hichi kitabu ninachokitumia hichi, mimi nikiangalia hapo kumeandikwa alkalamu huwa al-lafdhu, sawa? Hii ni imetemwa. Kwa hivyo istilahi ya nahau si kalamu, ingawaje ndani yake tupata nini? Tupata faida. Na ikiitwa ni alkalam ni mimbabi tajawuzi, sawa? Ni mimbabi atajawuzi, ni katika mlango wa majazi. Kwa hivyo sharti ya kwanza ni hiyo, alkalamu huwa al-lafdhu. Ni nini? Ni temshi. Na tayari tumelizungumza temshi, limefahamika, si ndio? Sharti ya pili, tumesema masharti ni manne. Sharti ya pili almurakkabu. Sharti ya pili almurakkabu, hilo temshi hilo liwe limepandamanishwa. Nini maana ya kupandamanishwa? Maana ya kupandamanishwa ni kwamba yawe ni matemshi mawili. Temshi moja peke yake halisimami kuwa ni alkalam. Mfano tukasema tu zaidun, si tukanyamaza, ni al-lafdhu si al-lafdhu? Naam. Je, imeswihi kuitwa al-kalam? Haijaswihi. Kwa sababu gani? Haijapandamanishwa. Kupandamanishwa ni maana yake ma tarakkaba min kalimatayn fa akthar, tupandamanishe vilma viwili na zaidi. Kwa mfano tuseme zaidun qaimun, au tuseme qama zaidun. Tufahamiana? Kwa hivyo sharti ya kwanza iwe ni al-lafdhu, sharti ya pili iwe ni al-murakkabu, iwe imepandamanishwa. Lafdhi moja peke yake halitoshi kuwa ni al-kalam, ni sharti iwe nini? Ni murakkab, sawa? Na kuwa ni murakkab ni moja kati ya njia mbili. Imma ni murakkab kwa jumla ismiya au ni murakkab kwa jumla fi'liya. Aljumlatul ismiya ni mmesoma katika tabia chini. Aljumlatul ismiya ni ile kwa lugha nyepesi ni ile almabdu'atu bil ismi. Aljumlatul ismiya ni ile inayoanza kwa jina. Kwa mfano ukisema zaidun qaimun, zaidun, hii ni aljumlatul ismiya. Aljumlatul fi'liya ni ile inayoanza na fi'li, kama kusema qama zaidun, hiya hisabiwa ni aljumlatu alfi'liyatu. Tufahamiana mashekhe? Kwa hivyo sharti ya pili ya alkalam ni lazima alkalam iwe nini? Ni murakkab. Sharti ya kwanza iwe ni ismun, sharti ya pili sharti ya kwanza iwe ni lafdhun, sharti ya pili iwe ni nini? Ni murakkab. Sawa? Na turejelea tena, tukirejelea, ikiwa ni temshi moja peke yake ambalo ni ghairu murakkabin, halisulihi kuambiwa nini? Ni maneno, uhesabiwa kwamba ni maneno. Tufahamiana? Na twende mbele. Katika Qatru ana lugha nzuri ameitumia, asema imma ni murakkab dhahir au fi quwwati almurakkab au fi quwwati, msikiti wasikumbuka hizo, imma iwe ni murakkab moja kwa moja kama zaidun qaimun, au asema fi quwwati almurakkab. Fi quwwati almurakkab ni kama kusema
qala, qala amesema, si ndio? Si yuko aliyesema? Hiyo faili wake hiyo ambaye ni takdiruhu huwa, sawa, ni fi quwwati ya kwamba yale maneno ni murakkab. Kwa hivyo ukisema qala peke yake wewe utaona kwamba tamshi ni moja, lakini fil haqiqa qala na matamshi mangapi? Ni mawili. Moja laonekana qala, la pili halionekani lakini ni muqaddar. Ndio pale Mukirimu wasema wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan, au kama ni nyingine wujuban taqdiruhu huwa au taqdiruhu ana, mpaka mwisho. Kuna mtu anielewa? Naam, Omar Zuma, haya nasema anielewa. Haya, sharti ya pili tumesema ni almurakkab. Tumeelewa almurakkab. Sharti ya tatu almufidu. Sharti ya tatu ya alkalam iwe nini? Almufidu, yenye kufidisha. Iwe ni allafdhu, kisha iwe ni almurakkabu, kisha iwe ni almufid. Almufid ni yale hayo maneno ambayo ni murakkab yawe yaleta faida. Hayo maneno ambayo ni murakkab yawe yaleta faida. Nini maana faida? Faida ni maana ya kwamba yale maneno ukiyasikia we mwenye kusikia waweza ukanyamaza ukaelewa huyu jamaa pointi yake ilikuwa nini. Katika Dahalani mkisoma asema yahsunu sukutu alaiha au yahsunu sukutu min almutakallimi wasami'i alaiha, yani yule mwenye kusikia na yule mwenye kuzungumza yatosha kwamba akinyamaza wewe umeelewa na yule naye ametosheka. Hii ndio almufidu. Maneno ambayo hayaleti faida, maneno ambayo hayaleti faida, hiyo si kalam, hata kama ni murakkab. Nataka muelewe, huyu bwana yuwapanda na sisi polepole. Ameanza na al-lafdhu, utamke, kisha hayo utakayoyatamka yawe yamepandamanishwa, kisha baada ya kupandamanishwa yawe yaleta nini? Faida. Kama hayaleti faida si kalam. Hadhir ya shabab. Kwa hivyo almufidu, yenye kufidisha, maneno ambayo hayana faida yoyote. Sawa, kuna mtu amezungumza na yeye kitu, asa wewe ngojea aendelee, na yeye ndio ashamaliza, na wewe ukisikiza haya maneno wewe unafanya nini? Hayo maneno si mufid, hata kama ni msururu wa maneno hivi yameshuka, lakini pale alipokoma wewe ngojea kuna kitu cha kuendelea, lakini yeye mwenyewe ndio ashamaliza. Hivyo yale maneno yangakuwa marefu, sio nini? Sio alkalam. Kwa sababu gani sio kalam? Hana faida yote. Tumefahamiana? Kwa mfano ukisema katika Dahalani mkisoma hii katika msala faida atasema wa in qama zaidun. Mfano ukisema hiyo wa in qama zaidun, mkiangalia mtaiona katika al-mufid, taona wa in qama zaidun. Idris na kuimbia nyimbo nzuri hapa, si ndio? Wa in qama zaidun. In ni harfu shartin jazimun tajzimu fi'lain. Al-awwalu fi'lu ash-sharti wath-thani jawabuhu wa jazaohu. Qama ni fi'lu madhin mabniyun ala al-fathi fi mahalli ash-sharti fi mahalli al-jazmi fi'lu ash-sharti. Sawa. Zaidun fa'ilun marfu'un, tungoja nini? Jawabu. Kwa hivyo ukisema wa in qama zaidun, na akisimama Zaid, kisha ukanyamaza, suali la kwanza, haya maneno ni lafdhun au si lafdhun?
Ni murakkab au si murakkab? Kuna in, kuna kama, kuna zaid. Ni murakkab. Sual, ni mufid? Ni mufid? Kwa nini sio mufid? Jawabu sharti hakuna. Jawabu sharti hakuna. Kwa hivyo wa in qama zaidun, ni mpaka useme wa in qama zaidun darabtuhu. Kwa mfano akisimama Zaidi nitampiga. Sawa, mfano wake tuipate ile jawabu, ndio yale maneno yatakuwa nini? Yatakuwa ni mufid. Kwa hivyo ni al-lafdhu, ni al-murakkabu, ni al-mufidu. Yale maneno yako yawe yaleta nini? Yaleta faida. Sharti ya mwisho ya al-kalam kwa watu wanahau, sharti ya mwisho ni bilwadhi. Hayo yote tuliyoyazungumza, al-lafdhu, al-murakkabu, al-mufid, hayo yote ili iwe ni al-kalam lazima iwe ni bilwadhi. Ni nini maana ya al-wadhi? Al-wadhi ina maana mbili. Ukisoma katika sherehe za vitabu vya nahau, al-wadhi ina maana ngapi? Mbili. Maana ya kwanza imo katika hizi dahalani ya Imam Ahmad Zain Dahalan alipoitilia sherehe hii Matn al-Ajurumia, mtaiona maana ya kwanza. Maana ya pili ameitaja Ibn al-Makudi, mmoja katika wanazuoni wakubwa alioitilia sherehe hii Matn al-Ajurumia, Ibn al-Makudi, na yeye ana wadhi ameieleza. Tuianze na hii ya Jurumia. Ya Jurumia bilwadhi maana yake bilwadhi al-arabi, bilwadhi kwa weko la Kiarabu. Kwa weko la Kiarabu amaanisha hiyo al-lafdhu, al-murakkabu, al-mufidu zote ziwe ni kwa matamshi nini? Ya Kiarabu. Lau maneno yako kweli ni al-lafdhu, kama ninazungumza mimi ni al-lafdhu kweli, ni al-murakkabu kweli, na ni al-mufidu kweli, haya maneno yazungumzayo, lakini ni ya Kiswahili si ya Kiarabu. Kwa hivyo kwa watu wanahau, maadamu haya maneno ya Kiswahili hayaswilihi kuambiwa ni al-kalam. Na ndio mkisoma katika Dahalani hii ameandika kakalami turki wal barbari. Sawa, kwa mfano maneno ya Waturki, lugha ile ya Kiturki ukizungumza, hata kama ndani kuna faida, lakini laysa bilwadhi al-arabi. Kwa hivyo maadamu laysa bilwadhi al-arabi, yale maneno hayaambiwi nini? Wanifahamu? Yale maneno hayaambiwi nini? Hayaambiwi ni al-kalam. Wal barbar, barbaros wale wakizungumza ile lugha yao, hata kama yale maneno yana faida, hata kama yale maneno yana faida, lakini maadamu yale maneno laysa bilwadhi al-arabi, maadamu yale maneno laysa bilwadhi al-arabi, yale maneno hayaambiwi nini? Ni kalam. Hii ni mafhumu ya kwanza ambayo tumesema imo katika vitabu vyetu vya Dahalani na vitabu vingine. Katika Tuhfatu Sania utaona pale ameandika aswa bilwadhi al-arabi, kwa weko la Kiarabu. Maana yake bilwadhi al-arabi ni sawa na kusema ni bilughati al-arabia, lugha itakayotumika tumiko lugha nini? Ya Kiarabu. Ama al-Makudi katika sherehe yake Matn al-Ajurumia, yeye bilwadhi ameifasiri kwa lugha nyingine, asema bilwadhi ay bilqasdi min almutakallim, yule anaye zungumza na wewe awe amekusudia upate faida. Yeye hakuzungumza kwamba iwe lugha ya Kiarabu, yeye asema bilqasdi min almutakallim, yule anayezungumza na wewe lengo lake ataka wewe upate faida. Akasema kwa mfano mlevi chakari akawa yuzungumza maneno yake kupuzukwa, yale yule mlevi wakati yuzungumza maneno yake kupuzukwa, huwa amekusudia wewe upate faida. Naam. Kwa hivyo al-Imam Ibn al-Makudi yeye asema bilwadhi ay bilqasdi, yale maneno yawe
yamekusudiwa, yani ule mutakallim awe amekusudia kukwambia yale maneno ili upate faida. Ama maneno ambayo aliyeyazungumza hakukusudia upate faida, asema la yuqalu lahu kalamun, hayaitwi kwamba nini, ni maneno. Akapiga mfano maneno ya as-sakran, akapiga mfano maneno ya an-naim, sawa, aliyelala. Akapiga mfano mwingine maneno ya hawa ndege hawa. Kuna yule kasuku, kasuku ukimfundisha kuzungumza uzungumza, kasuku akwambia amka uende alfajiri ukaswali, na hiyo kwamba kwa Kiarabu istayqidh faqad adhana almuadhdhin. Umemsikia kumsikia? Umeelewa kumwelewa? Naam. Lugha gani alitumia? Na maneno ni lafdh, hawa kutamko. Naam, ni murakkab au si murakkab? Ni mufid au si mufid? Kwa sababu umeelewa alipokuambia istayqidh faqad adhana almuadhdhin, wewe ushaelewa kama huyu kasuku anaambia. Tafahamiana, lugha ni ya Kiarabu, yametamkwa, ni mufid, sawa, ni murakkab. Lakini kwa al-Makudi, je, yule kasuku aliposema yale maneno alikusudia wewe upate faida? Kwa al-Makudi, kwa kuwa yule kasuku ni mnyama, amefundishwa kwamba kila ikifika wakati huu sema hivi. Ilipofika ule wakati mwenyewe akasema, maana yake swali ni kuwa hata kama uko macho atakwambia istayqidh. Hata kama uko macho atakwambiaje? Niko macho. Istayqidh ya nini? Tafahamiana? Kwa hivyo tafsiri yake ni kwamba alipozungumza istayqidh faqad adhana almuadhdhin, ni kwamba yale maneno hakulenga kwamba ufaidike, ni kuwa ameambiwa au amefundishwa kila ukifika wakati huu sema haya maneno. Kwa hivyo ilipofika ule wakati yeye akayasema. Sasa umelala, umeamka, yawezekana siku hiyo kuela nyumbani kabisa, lakini ilipofika wakati huu akasemaje? Istayqidh faqad adhana. Kwa hivyo al-Makudi yasema haya maneno kama haya sio bil wad'i. Kwa nini si bil wad'i? Kwa sababu sio bil qasdi, sio bil qasdi. Haya, kama kuna swali leo nataka tukome hapa kwa sababu mwanzo tulikuwa na mukaddima tukizungumza kidogo. Inshallah darasa ijayo tukianza wa aqsamuhu ndio itakuwa tuchukua fursa ndefu kidogo. Lakini kama katika hatu tuliyozungumza kuna yoyote ambaye atakaistifsari, kuna kitu hakikueleweka, mtu aweza kauliza ili tukizungumza, na kama ameeleweka inshallah tutie Fatiha, mwenye atuombe dua. Baada ya dua ya mwenye tuwaruhusu, leo ni Alhamisi, mtakuwa na mawili matatu ya kufanya, na nafikiri Ustadh Muhsin atakuja baada ya taburi kusoma ile intabi. Mtakuwa na muldi mukhtasar kama ada, lakini kama kuna swali kwanza, kuna kitu kama hakikueleweka, kuna istifsari, haya kama yamefahamika hatu yazungumza, nataka muyafanyie murajaa na muhifadhi haya maneno. Nataka kila mmoja hifadhi al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Darasa lijalo insha Allah, na tutafanya Alhamisi ijayo, kwa hiyo tunacha kupumzika. Darasa ijayo kabla ya kusoma, kwanza nitauliza maswali katika haya ambayo tumeyazungumza leo, na maswali tutakayoulizana si kwamba nitauliza alafu watu wainue mikono. Nitakuwa nikimpointi mtu, tuliposema kitu fulani tulizungumza nini. Kwa hivyo wewe utakuwa kutueleza tulizungumza kitu fulani, alafu ndio tufanye nini, tuende mbele. Hii tafsiri yake inataka kila mmoja wenu alichukulia hili darasa kwamba ni yeye mwenyewe ndio yabeba dhamana, si kwamba labda ni kina fulani ndio atakuwa akiulizwa. Naweza nikamuuliza yule nani yule kule mwisho yule, naweza nikauliza kule, naweza nikamwangalia Matimbwa kule nikamuuliza yeye atuambie, naweza nikamwangalia Idi kule nikamuuliza Yasini. Kwa hivyo mtu asije akasema watakaoulizwa na wale wanaokaa mbele, wale kina Abdul Latif, kina Muhammad Karisa, kina Msikiti ndio watakaoulizwa.
waweza kuulizwa wewe. Almuhimu tukikuuliza ufanye nini? Ujibu. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah Mungu tuile Fatiha tuombe dua. محمد المصطفى صلى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجه الله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتلاقي الخير مفتاح باب الإحسان سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عددنا من الأفضال. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغثائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقنا فهما. اللهم يا صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. انتصرت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج